Kwa jambo ambalo Dr. Samia Suluhu Hassan amelifanya ni kubwa sana. Lakini pili, niwapongeze sana Dar es Salaam kwa tayari kuanza kujitayarisha kwa ajili ya double intake Januari 2028. Hili ni jambo kubwa sana. Na nawahimiza wote, na hii tunasema kwenye majumuisho, wilaya zote na halmashauri zote katika mkoa wa Dar es Salaam, jueni mahitaji yanayotakiwa ya 2028 na 2029. Ili tayari, na najua kwa darasa la 7 linaanza kuwa form 1, lakini tuhakikishe kabisa, na nimeshaona jitihada hii, kuhakikisha kabisa tuna madarasa ya kutosha kuwapokea wanafunzi wa darasa la 6 na la 7 wanapoingia form 1. Na tutakuwa na kipindi cha mpito kidogo cha miaka 2-3. Baada ya hapo mambo yatakuwa yamenyooka. Lakini nimefurahishwa sana. Nimekwenda kote huko nakuta ni magorofa. Hata shule za msingi ni magorofa. Jambo zuri sana. Nini umuhimu wa magorofa? Eneo linazidi kuwa dogo. Kwa badala ya kusambaza shule hizi tusipeleke juu. Na hilo niliona Dar es Salaam, na lisio la Dar es Salaam tu. Hata halmashauri ambazo ni za vijijini zianze kujenga magorofa. Ardhi haiongezeki, lakini watu wanaongezeka. Kwa mimi niwapongeze sana kwa matayarisho hayo makubwa sana kwa ajili ya kupokea wanafunzi 2028. Yapo mambo kadhaa ambayo kimsingi tumefanikiwa kwa pamoja. La kwanza ni maandalizi yetu, kama nilivyosema, maandalizi ya kujiandaa na 2028 kwa maana ya double cohort. Tunatarajia kupokea wanafunzi 89,732. Lakini kazi hiyo haiwezi kuwa ndogo bila ya ushirikiano na umoja, afisa elimu sekondari na walimu wenyewe ambao wako kwenye ground. Sasa kamati ambayo tumeiunda inaendelea kufanya kazi nzuri, na tunaendelea kufanya uratibu na usimamizi ili twende tukapate matokeo mazuri. Na katika hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tumeanza ujenzi. Ipo shule ambayo tunaendelea nayo ambayo bado hatujaanza kuisema sana. Shule ya sekondari Vingunguti ina miezi takriban 5 au 6, lakini iko katika hatua ya floor ya 2, tunaelekea ya 3. Haya ni maandalizi ya kuelekea mapokezi ya wanafunzi kwa maana ya double cohort. Shule hiyo inagharimu kiasi cha shilingi bilioni 4 na milioni 200. Ni sawa kabisa na shule ambayo tumeijenga ya Kitunda Relini. Utaona ni namna gani ambavyo halmashauri yako na wilaya kwa ujumla kupitia baraza la madiwani linaloongozwa na mstahiki meya wetu Nurdin Bilal au Sheta, ambavyo tumejipanga kuhakikisha watoto wote wanapata elimu.